Na mtazamaji, na kwa hivi sasa ni uhakika ukiangalia kinachoendelea bungeni ni kwamba mambo yamebadilika. Kila kitu kinaondolewa, kinapelekwa moja kwa moja katika uga wa michezo wa Kasarani kule ambapo wananchi watapata fursa ya kufanya kile ambacho wangefanya bungeni, lakini imelazimika kwa sababu ya idadi ya watu waliojitokeza na udogo wa eneo. Ikalazimika kwamba shughuli ipelekwe kule Kasarani ili wananchi wote kwa wingi, kwa ukubwa wao. Kumbuka kuna idadi iko hapa, kuna idadi iko barabarani natoka JK na kuja hapa. Kwa hiyo wameangalia wakaona kwamba uende ikahatarisha ule mpango wa siku ya leo. Kwa hiyo Mkenya, kama ulikuwa unaelekea bungeni, badilisha mpango, elekea moja kwa moja katika uga wa Kasarani. Hapo utaenda kupata. Kumbuka kamati ile ambayo ilikuwa inaongozwa na naibu wa rais bwana Profesa Kithure Kindiki imetoa tangazo rasmi kwamba shughuli ilikuwa zifanyike bungeni leo zinapelekwa Kasarani. Ila hii haimaanishi kwamba ratiba ya kesho itaweza kubadilika. Ratiba ya kesho imesalia vile vile ilivyopangwa. Ni kutokana na wingi wa watu siku hii ya leo, akaonelea kwamba majengo ya bunge ni madogo mno, haswa kwa halaiki ya watu ambao wanataka kutoa heshima zao za mwisho kwa mwenda zake Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji, kama kuna mtu ambaye alikuwa anakuwa na tashwishi na ushawishi na ukubwa alionao Raila Amolo Odinga katika uhai wake, hata katika umauti wake, bado marehemu Raila Amolo Odinga anadhihirisha ukubwa na ushawishi. Maana ukiangalia rais wa kwanza hayati Mzee Jomo Kenyatta, watu walipiga foleni katika ikulu ya Nairobi kuweza kuaga mwili wake. Daniel Toroitich arap Moi, watu wakapiga foleni wakaaga mwili bunge. Mwai Kibaki alikadhalika. Lakini kwa ushawishi alionana ukubwa na maabali ambayo ameweza kuyazungumza Dan Maazo, bunge limeonekana kwamba ni sehemu chache. Na kama unavyoona picha zako hizo, picha zinakujia moja kwa moja kutoka majengo ya bunge, wanajeshi wakifanya mambo yao. Ikumbuke kwamba walikuwa hapa tangu jana wakisafisha mpaka asubuhi, lakini kwa hivi sasa wanaondoa sasa vile vifaa ambavyo walikuwa wameviweka kwa minajili ya kuweza kuulaza mwili wa mwenda zake Raila Amolo Odinga, na kwa hivi sasa wanaelekea hadi katika uga wa Kasarani. Hivyo basi wananchi wameambiwa wawe watulivu, kidogo tu kabla uweze kuendelea. Naona kwamba pia ameweza kufika katibu wa chama cha ODM ambaye ni bwana Edwin Sifuna, aliyekuwa msafarani kuelekea India. Alikwenda kumchukua kiongozi wa chama. Amefika asubuhi ya leo saa 3:36, lakini ameweza kufika mapema, ashabadilika katika shughuli ya leo, na hata yeye amelazimika kuja kuwarai na kuongelesha wanachama waombolezaji kuhusiana kutulia na kumpa heshima. Na kumbuka jana akizungumza na Stephen Leto kabla kuondoka na kuelekea India, alisisitiza sana, akasema kwamba anaomba amani, anaomba utulivu, na pia akawaomba waombolezaji wasiende katika nyumba ile ya marehemu Raila Amolo Odinga.
Kwa majina naitwa Brian. Umetoa Naam. Tutakuwa tunafuatilia kuangalia jinsi ilivyo, na katika ule ulivyosema wakati mwingine ni kwamba barabara ile ya kutoka uwanja wa ndege kuelekea Kasarani, maana kumbuka kwamba msafara sasa hivi umeendelea. Kumbuka ukilinganisha njia wanaitumia kutoka JKA paka Bunge na ukilinganisha kutoka JKA barabara wanaitumia paka Kasarani, inamaanisha kwamba bado safari ni ndefu. Na ndio hiyo Mombasa Road imejaa kabisa. Naam, safari na safari ndefu. Wanatumia barabara ya juu, nasikia wanatumia expressway kuelekea hadi katika uga wa Kasarani. Kwa hivi sasa kidogo angavu inatupiga chenga, lakini ni picha za moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa JKIA tukielekea katika barabara kuu ya Mombasa wakielekea katika uga wa Kasarani kwa hivi sasa. Na hatua nzuri imeweza kuchukuliwa na kamati ya andalizi ya mipango ya mazishi, kwa sababu wazia ungeuchukua ule mwili kwa jinsi heka ilivyo kwa upeleka Lee, alafu